إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، معاشر المسلمين، tukiwa katika wiki zilizopita tulikuwa tuna silsila ya kuzungumzia al-firaq, na moja katika makundi ambayo tulikuwa tunayo ni kundi linaloitwa Ithna Asharia. Kundi hili tukawa tunaenda nalo kutokana na marahili zao. Ithna Asharia ma rububiyya, Ithna Asharia ma uluhiyya, Ithna Asharia ma masadir tashri', machimbuko ya sharia kwao ni yapi, na hasa tukusudia kitabu na sunna. Katika Ijumaa zilizopita tulizungumzia kwamba wao na wachimbuko ya sharia, tukaona namna gani walivyokuwa nje na sharia, nani katika misingi ya sharia, kitabu na sunna. Kwao hakina, yani kwa maana kuna ta'wilatun albatila, dhahiri unaiona sivyo ilivyo, na tukajaribu kunukuu katika baadhi ya aqwali. Kwa hiyo Ithna Sharia pamoja na Qur'an au pamoja na kitabu, Ithna Sharia pamoja na sunna, kwa wanaikataa sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam jumlatan wa tafsila. Kwa ujumla kwamba kwao sunna iliyopokelewa nayo ni masadir thani katika masadir tashrii, katika chimbuko la pili la sharia, kwao kwamba ni mpaka ipokelewe ni aima. Ikipokelewa na baadhi ya masahaba kama Abu Huraira na wengineo, kwao wala hakuna thamani kwao, bora ubao wa umbu na thamani kuliko ikipokelewa na watu hao. Na tukasema ni chache sana utakuta kwamba wamesema qala ar-rasul, mara chache sana, lakini kwao qala al-imam, qala Jafar Sadiq na vinginevyo. Kisha tukazungumzia katika baadhi pia aqwali za wanachuoni kuhusu yoyote atakayekataa hata herufi moja tu atakuwa ametoka katika Uislamu. Tukanukuu aqwali, baadhi ya aqwali za aima ahli sunna wengi tu, kina Suyuti pia tukaonukuu pia wanasemaje. Sasa nikimalizia katika baadhi ya aqwali za ulama kuhusu yoyote atakayekwenda kinyume na kitabu na sunna. قال السيوطي، إمام السيوطي anasema rahimahullah ta'ala fi miftah aljanna fi ihtijaj bi sunnah: ilamu rahimakumullah anna man ankara kauna hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam hujjatan kafara wa kharaja an da'irati al-islam wa hushira ma al-yahudi wan-nasara au man sha'a min firaqil kafara. Imam Suyuti anasema katika kitabu chake Miftahul Janna fi Ihtijaj bi Sunna, anasema ila jueni rahimakumullah, Allah warehemu, anna man ankara kauna hadithi nabii, yeyote atakayekataa na kukanusha kuwa hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam hujjatan, kwamba hadithi sio hoja, kwa maana katika istidlal kwamba hadithi sio hoja, yeyote atakayekanusha na kukataa faqad kafara, amekufuru, wa kharaja an da'irati al-islam, na atakuwa ametoka katika ndani ya Uislamu, ameshatoka kabisa katika duara ya Uislamu, ambao waislamu ambao wako ndani, yeye atakuwa yuko nje. Wa hushra mali yahudi wa nasara, na atakuwa siku kiyama atafuliwa pamoja na mayahudi na manasara. Wa man sha'a min firaqil kafara, au atafuliwa na yule atakayemtaka katika firaki al-kafara. Huyo ni Sheikh Suyuti, Imam Suyuti. Qala al-Allama Ibn Wazir rahimahullah ta'ala, Ibn Wazir anasema
takdhibu lihadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mal ilmi annahu hadithuhu kufrun sarihun. Allama Ibn Wazir anasema takdhibu, kukataa na kukadhibisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mal ilmi, pamoja na kujua annahu hadithu, kama hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaikataa mtu, kufrun sarih, mkafiru wa wazi. Yeyote atakayekataa hata hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa anajua ni hadithi ya Mtume, huyu kafiri wa wazi na anatoka katika Uislamu, na utayapata katika al-awasim min al-qawasim. Tatu, tulisema itikadu musharakati a'immatihim lin-nabi, kisha wanaitakidi kwamba maimamu wao wanashirikiana pamoja na Mtume alayhi salatu wasallam katika unabii. Na hapo tutaonyo kuja kuona pia makundi ya haya ambayo tutataja katika mafiraka ambayo ni akhbath, makundi ambayo ni machafu zaidi katika makundi ya Shia ambayo naweza kupata nafasi kuyataja. Kwa hiyo itikadu musharakatihim a'immatihim, kuitakidi haki kushirikiana maimamu wao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fi nubuwati wal wahyi, fi nubuwati wal wahyi, kwamba maimamu wao ima ni 12 wote wanashirikiana pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam katika unabii na katika uwahi vile vile. Wa min asbabi, na katika sababu za raddi rawafidh ni sunna, katika sababu za mashia pia vile vile kuikataa sunna ni vile itiqaduhum anna aliyan radiyallahu anhu, wanaitakidi haka Ali radhiallahu anhu sharaka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi risala, Ali ameshirikiana na Mtume katika risala, katika utume. Wa anna alwahya istamarra ila al-a'imma min ba'di, na hika wahyi uliendelea kuja mpaka kwa imam baada ya Ali kuondoka. Jaa fi bihar al-anwar, imekuja katika bihar al-anwar riwayatun tadhkuru bi anna Allah ta'ala nada aliyan, zimekuja riwaya mbalimbali ambazo zinazotaja hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Ali, wa anna Jibrila yumli alayhi, na Jibril akawa anaandika wakati Mtume anamuita Ali, Jibril ni mwandishi anaandika. Wa anna Allah bizamihi, na hakika Allah kama dai yao, yarfa'u lilimam umudan yanzuru ila a'mal al-ibad, anamnyanyua imam, kumnyanyulia umudan ambaye atakuwa ni nguzo maalum anayotizama, akiwa juu atakuwa anatizama a'mal al-ibad, matendo yote ya waja wanayofanya. Fajalu al-imamata istimrara an-nubuwa, wakajaliwa imam kuweko maimamu 12 ndio utume kuendelea. Na kwa hali hii sasa kwamba na watu na umma lazima uishi, hawezi kuishi pasi na imam. Sasa maimamu 12 wameondoka, inawezekana kabla ya kufika karne ya 3 wameshaisha wote maimamu hao. Sasa je, umma utakaaje pasi na unabii? Na hakika kuendelea imamu ndio unabii pia. Sasa wakaweka kitu kingine ambacho kuna imamu 12 ambayo bado anasubiriwa. Sasa wakati wote atakayekuja atajaza dunia uadilifu, na atajaza mambo mengi atakayofanya, anafanya kufuriyati na shirkiyati kwa mujibu wa itikadi zetu sisi, kwa mujibu wa itikadi zao atafanya mambo mazuri, ataenda katika kaburi ya Mtume alayhi salatu, katika kaburi ya Aisha, atamfufua Aisha, atampiga viboko kwa sababu Aisha ni mzinifu, ataenda katika kaburi Abu Bakar na Umar, na masala mawili haya ilipora mamlaka na madraka pia vile vile. Ataweza kuvunja baadhi ya misikiti, atawaua waislamu wengi isipokuwa mashia, katika kazi nyingi ambazo atakazozifanya imamu wao 12, imamu ambao alioandaliwa na wenye ambao wanasubiri. Sasa imamu kwa sababu amejificha katika ghaibatu sughra, ikaja katika ghaibatu kubra, amejificha. Kwa hiyo atakuja sasa. Sasa wakati hayupo dunia, nani atakuwa? Dunia haiwezi kuishi pasi na imamu. Ndio tukasema fajalu, kajalia kuendelea
wa anna alwahya istamarra ila al-a'imma min ba'di, wahyi unaendelea kwa maimamu baada ya maimamu 12. Sasa wakati imamu hayupo, huyo ambao unamsubiria, akaweka mwingine atakayesimama nafasi ambayo nafasi ya kuwa ya kusubiri imamu ambayo ndio rasmi wakati atakapodhihiri. Nani? Akawekwa Ayatullah Al-Khumaini. Huyu lengo lake akiondoka atachaguliwa Ayatullah Khumaini mwingine. Akiondoka huyu anaendelea kushikilia nafasi hii ya kumsubiri imamu wa 12. Ayatullah Khumaini akiondoka atakuja atachaguliwa mwingine. Hivyo mpaka atakapodhihiri Imamu al-Mahdi al-Muntadhar kama wanasema wenyewe. Kwa hiyo wakajalia anna al-wahya istamarra ila al-a'imma min ba'di. Imekuja katika Bihar al-Anwar zinataja akamtume hakika anna Allah Ta'ala nada Ali, Allah alimuita Ali, wa anna Jibril yumli alayhi, akawa anaandika, wa anna Allah bizamihim yarfa'u lil-imam umudan yanzur ila a'mal al-ibad fajalu al-imamata istimrara an-nubuwah, wa imamu ni kule kuendelea unabii. Wa anna al-a'immata karusul, na maimamu ni kama mitume, kama ilivyokuja katika Bihar al-Anwar nasoma. Wa anna al-a'immata karusul, na kama imamu ni kama mitume. Faqalu, wakasema, inna qawlahu qawlullah, qawli ya maimamu ndio kauli ya Allah. Wa amruhum amrullah, na amri yao ya maimamu ndio amri ya Allah. Wa ta'atuhum ta'atullah, na kuwatii maimamu ndio unamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'siyatuhum ma'siyatullah, na kuwaasi maimamu ndio umemwasi Allah. Wa annahum lam yantiqu illa 'anillahi ta'ala, na wao hawatamki isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an wahyi, wanatamka wahyi hao maimamu kama fi kitabi Aqaid al-Imamiyya, kama pia ilivyokuwa katika kitabu Aqaid al-Imamiyya. Kwa hiyo kuendelea kwa imamu ndio kuendelea unabii. Hili moja katika itikadi ya kundi hili ambalo tunaendelea nalo. Kwa nini? Kwa sababu umma pasina kujua aqaidahum, itikadi zao na dini yao na misingi yao, watu wasema wote tuko pamoja bwana, wote ni waislamu, wote wanatamka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sasa kuna haja gani watu kutofautiana? Wote tunatakiwa kuwa pamoja, vitu kama hivi. Umoja ni huu sasa. Kwa hiyo maimamu wanashirikiana na unabii na nubuwa, na amri zao ni amri za Allah vile vile, na maasi ukiwaasi vitu kama hivi katika maimamu. Qala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kwa hadithi Sheikh Islam anasema fi minhaji sunnah an-nabawiyya, faman jala ba'da ar-rasul Allah sallallahu alayhi wasallam ma'suman yajibu imanu bi kulli ma yaquluhu faqad a'tahu ma'na an-nubuwwa wa in lam yu'ta lafdhaha. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah katika minhaji sunna anasema, faman jala ba'da ar-rasul, yeyote atakayejalia na kumweka yoyote baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akamweka huyu ni maasum, amelindwa, hakosei, yajibu imanu bikulli ma yaqulu, ni wajibu kuamini kwa kila anachokisema. Faqad a'tahu maana an-nubuwwa, huyu tayari tukamshampa mtu huyo maana an-nubuwwa. Wa in lam yu'ti lafdhaha, hata kama tamko lake hajasema huyu ni mtume, hajasema hivi, lakini akajalia hivyo, atakuwa amempa maana an-nubuwwa. Bal inna shi'ata halau fihim, bali kama Shia wamefanya halau fihim, wamechupa mipaka kwa hama imamu. Fajaluhum afdala min al-anbiya, wakawajalia hawa maimamu ni bora kuliko manabii, ni afdal. Maimamu hawa 12 tuliotaja huko nyuma ni bora kuliko manabii maimamu hawa. Wal malaikati al-mukarrabin, pia ni bora kuliko malaika ama al-mukarrabin, kuliko malaika ambao karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Maimamu wako juu, kama yadhkuru dhalika al-hurr al-amili, kama anavyotaja hilo al-hurr al-amili katika wanachuoni wao wakubwa fi kitabi al-fusul al-muhimma, katika kitabu chake ambacho anakiita al-fusul al-muhimma. Qailan, akasema
الأئمة 12 أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيره. ويقول الحالق الخميني vile anasema hakika maimamu 12 hao ni afdal min sa'ir al-makhluqat, ni bora kuliko baki ya viumbe vingine vilivyobaki. Min al-anbiya'i, maimamu 12 ni bora kuliko anbiya wal awsiya was-sabiqina wal malaikati wa ghairi, kuliko hata malaika na wengineo. ويقول الحالق الخميني pia al-Imam al-Khumaini pia anasema Ayatullah Khumaini wa inna min daruriyati madhhabina anna a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ayatullah Khumaini tunasema kwamba je, dunia inaweza ikakaa pasina imamu? Haiwezekani. Kwa hiyo na imamu ndio utume unaendelea. Itakuwaje wakaweka ambaye atakayesubiri imamu wa mwisho, wakamweka mtu ambaye tayari atachukua nafasi kama maimamu, kama atakuwa na nafasi yake kama Ali, kama Hassan, kama Hussein, kama Jaafar, akachaguliwa mtu ambaye atakuwa anajulikana kama Ayatullah al-Khumaini. Huyu sasa ndio anashika nafasi ya imam ya utume hukuendelea, na kauli yake ndio kauli ya Allah, na kumtii ndio mtii Allah, na kuwa na maasi kumfanya maasi ndio muasi Allah, kama wanasema katika Bihal Anwar. Kwa hiyo hao ni bora. Yakulu Khumaini anasema haka dharura ya madhhabina, katika madhhabu yetu sisi Mashia, أن الأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Hakika maimamu wetu wamefikia sehemu ya juu zaidi, sehemu ambayo hajafikia malaika ambaye yuko karibu na Allah, wala hajafikia mtume yote ambaye ni mursal. Mitume maimamu wetu wako juu, wako nafasi ya juu, nafasi hiyo hajawahi kufikia. Nafasi hiyo sio malaika wala si mtume mursali aliyotumwa, wana nafasi ya juu mno. Huyu nani anasema? Al-Imam Ayatullah Khumaini, kama ilikuwa katika kitabu vile vile Aqaid Shia. Qala Qadhi Iyad anasema fi Shifa, katika kitabu chake Shifa fi Huquq al-Mustafa wa Ibn Hajar wal Haytami fi Zawajir, anasema وقد كفر بإجماع كل من ادعى النبوة لأحد ما نبيين صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم. وقد كفر بإجماع، حقيقة تكون كفور وإجماع الإسلام wote. كل من دعى النبوة، kila atakayedai utume, ahadi utume yote man nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallam kuna ambaye pia mtume ambaye tayari baada ya mtume Mtume Muhammad kuna mtume ambaye anayokuja baada yake, atakayedai hivyo au baadaye kala Isawiyya, kama vile katika Mayahudi ambao Mayahudi wana makundi mengi, kuna kundi linaitwa Isawiyya. Ka Isawiyya mina ni Yahudi, kuna kundi linaitwa Isawiyya ni Yahudi ambao wanadai utume unaendelea, au kama akthar Rafidhiyya, au kama pia hawa ambao Mashia alqailina, wenye kusema ni musharakati Ali fi risala, kwamba Ali anashirikiana katika utume na Mtume sallama alayhi salatu wasalam. Wakadhalika kullu imamin inda haula, na kila imam mbele ya hawa marawafidha, yaqumu maqamahu fi nubuwa wal hujja, anasimama nafasi ya unabii na nafasi ya hoja vile vile. Wakadhalik Sheikh anasema Qadhi Iyad, man iddaa minhu, yote atakayedai miongoni mwao annahu yuha ilayhi wa in lam yad'i nubuwa, kwamba yeye anapata wahai hata kama hajadai utume. Fahaulai kulluhum kuffarun mukadhibuna lin-nabi, wote hawa
wataitwa ni makafiri, wanamkadhibisha na mkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Qadhi Iyadh vile anasema, wakadhalika naqtau bitakfiri ghulati rawafidha, na vile vile tunafanya naqtau kwa kukufurisha ghulati rafidha fi qawlihim, kwa kauli yao waliposema innal a'immata afdalu min al-anbiya, haika maimamu ni bora kuliko manabii. Wakati dhakara Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab ametaja pia katika hilo, man itakada fi ghairi al-anbiya kaunahu afdal minhum au musawiyan lahum faqad kafara, atakayetaki asiyokuwa nabii kwamba wanalingana ni bora kuliko mitume au wanalingana na ubora wao na mitume, lahum faqad kafara, atakuwa ameshakufuru. Wakanakala al-ijma' ghairu dhalika, hakika wamenukuu ijma' wanachuoni wengi tu, sio hawa bila ulama katika wanachuoni wamenukuu ijma' kwamba wanachuoni ahli sunna wal jamaa wote wanafikiana, yeyote atakayesema baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna utume unaendelea, huyo hakuna shida kuhusu yeye, ametoka katika Uislamu katika ukafiri wake. Pia atakayetakidi kwamba kuna mtu au kuna maimamu waweza kuwa bora kuliko mitume au wanakalingana ubora wao na mitume, pia huyu pia anatoka katika daira ya Islam, katika Uislamu. Kwa hiyo kwa hapa sasa kundi hili hakuna shaka kuhusu ukafiri wake, ni kundi ambalo liko kharij na Uislamu kwa ujumla. Aqulu qawli hadha billahi tawfiq. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, tukiendelea na kundi hili na aqwali za aima wanachuoni ahli sunna wanasemaje kuhusu itikadi kama hizi ambazo tumezungumzia kwa nyuma, na pia tulizungumzia mada iliyopita juma iliyopita. Je, maswali tashrii, mashia wao wanaitakidi nini kuhusu chimbuka la sheria ipi kwao? Je, Qur'ani kwao ni hoja? Je, Qur'ani hiyo ndio waamini ndio yenyewe au hapana? Je, hadithi za Mtume sallallahu kwao ni hoja na wanaamini? Na tukawa tumezungumzia katika hotuba iliyopita katika anwani. Hapo tulikuwa kumalizia. Kwa hiyo aima wanaochuoni kuhusu kukufurisha hili kundi, wanaochuoni wako wengi, tunukuu baadhi katika lakini tafaka ulama alladhina alimu hala rafidha, wameafikiana wanachuoni wote waliojua hali ya rafidha mashia, waasharuhum, wengine walioishi nao katika wakati mmoja, ala kufrihim, juu ya ukafiri wa hili kundi, wa wujub qitalihim, wa inna min awail man takallama min alulama, katika wanachuoni wa kwanza kabisa waliozungumza kuhusu kukufisha hili kundi ni nani? Wa hakama ala rafidha bil kufri wal Imam Malik, ni Imam Malik. Wanachuoni wa kwanza kabisa alihukumu hili kundi lililotoka katika Uislamu, Imam Malik. Imam Malik tunamjua katika maimamu wanne, imamu ambaye anaitwa kama imamu ambaye ameishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifundisha pale, Imamu Darul Hijra, akiwa pale katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam, katika wanachuoni wakubwa ahli sunna. Imam Malik ndio kwanza aliyozungumza wa hakama ala kufrihi, wa huwa Imam Malik Imam al-Madina an-Nabawiyya sharafahullah, walladhi yatba'u, ambao imamu huyu pia anafuatwa na wengi amatu ahli al-Maghrib wa Afrika. Faqala rahimahullah ta'ala, anasema walladhi yashtum ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye anatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, laisa lahu ismun au qala nasibun fil Islam, mtu huyo hana jina wala hana sehemu yoyote katika Uislamu. Yeyote ambaye anayetukana wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hana jina, yani jina la Kiislamu hili
haiti Muislamu au naswim au hana hata sehemu ndogo katika Uislamu. Wakadhalika hadha qawl Imam Diyar al-Yamaniya, na hii ndio kauli ya Imam Diyar al-Yamaniya Abdul Razzaq as-San'ani. Faqad jaa fi Siyar A'lam an-Nubala, imekuja katika Siyar A'lam an-Nubala kitabu cha Imam Dhahabi, anasema anna Muhammad ibn Zanjawi qala sami'tu Abdul Razzaq yaqulu ar-Rafidhi kafir. Nimsikia hakika Abdul Razzaq akisema ar-Rafidhi mashia hawa ni kafir au shia ni kafir. Wa min al-ulama al-islam alladhina takallamu fi ar-rawafid, katika wanachuoni wa Kiislamu waliozungumzia kundi hili Imam ahli sunna ni Imam ahli sunna Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah ta'ala, anasema man shatama akhafu alayhi al-kufr mithla ar-rawafid, yeyote atakayetukana sahaba mtume na ogopa juu yake kwamba ni ukafiri, mfano wa nani? Mfano wa rawafid, mashia vile vile. Warawa al-Khallal an Abi Bakr Mirwazi قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر عمر وعائشة قال nilimuuliza Abu Abdullah ambaye Imam Ahmad yeyote anamtukana Abubakar au Umar au Aisha, قال akasema Imam Ahmad ma urahu ala al-islam, usimoni yuko katika Uislamu. Katika Uislamu huwa yupo mtoweni. Wakadhalika kana hadha qauli Imam Bukhari, na hii pia ndio kauli Imam Bukhari vile vile. Ili yakul Imam Bukhari anasema ma ubani sallaitu khalfa al-jahmiyya war-rawafidh am sallaitu khalfa al-yahudi wan-nasara, mimi sioni wala sijali kuswali nyuma ya Jahmiya au nyuma ya Rafidha mashia am nyuma al-yahudi wan-nasara, yote sawa. Ukiswali nyuma ya Rafidha sawa sawa ni swali nyuma ya Yahudi au Jahmiya. Kisha anasemaje Imam Bukhari, wala yusallamu alayhi, hawatolewa salamu, wala yuadun, hata wakifa hakuna, wakiumwa hakuna haja ya kwenda kuwapa pole katika maradhi yao, wala yunakahun, hakuna haja ya kuozesha, wala yashhadun, hakuna haja ya wao kwamba kuwafanya kwa mashahidi. Kuna kadhia imetokea shahidi katika mashahidi wao hawapo. Wala ta'kulu dhabaihahum, wala vichinjo vyao kichinja haviliwi. Wangapi katika Uislamu kwamba wakijenga misikiti wanaita sasa wanachinja, tayari watu wanakimbilia wanaenda kula, wanagawa nyama kilo 1 kilo 2 kwa watu wenye itikadi chafu na kutokana na maswahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam. Na itikadi ni hizi ambazo tunazozitaja, na umuhimu wa watu kujua hili kundi, kwa sababu pasina kujua utasema ni Waislamu alafu na tayari unaweza ukaingia katika hapo. Imam Bukhari anasema hata vichinjo vyao kichinja haviliwi vile vile. Wa min al-ulama aidan, katika wanachuoni vile vile Ahmad ibn Yunus wa imam min a'immati sunna, katika maimamu wakubwa wa sunna. Wa min ahli al-Kufa, katika imamu ahli al-Kufa walikuwa wanakaa kule Kufa ambaye Iraki ambaye tayari amekaa sehemu hiyo. Fa huwa akhbaru birrawafid wa madhahibahum au madhahibihim, yeye anajua kabisa marawafid, anajua mashia na madhahibu yao. Wakati qala rahimahullah ta'ala, amesema law anna yahudiyan dhabaha shata, kama mbuzi au kondoo itachinjwa na Myahudi, wa dhabaha ar-rafidhi, alafu mbuzi nyingine au kondoo ikachinjwa na Rafidh, la akaltu dhabihati al-yahudi, mimi kama nitaamini ile nitakula kondoo au mbuzi iliyochinjwa na Myahudi au Nasara. Walam akul dhabiha ar-Rafidh, siwezi kula kilichochinjwa na Shia, li'annahum murtaddu an al-islam, kwa sababu hawa wameritadi, wametoka katika Uislamu. Sikuwa tunazungumzia masuala ya vichinjo vya ahli kitab, tuzungumzie katika darasa za nyuma. Kwa hiyo imamu anasema kama atachinja Rafidh Misri, akichinja Mkristo, akichinja Myahudi, na kula mimi, kuonyesha hawa watu walivyo kwamba wako nje kwa sababu murtaduna anil islam. Qala ibn Abi Hatim
wa Abi Zur'a, wanachuoni wa hadithi wote tunawataja. Anasema Abi Hatim na Abi Zur'a anasemaje? adrakna ulama fi jamii al-amsar Hijazan wa Iraqan wa Shaman wa Yamanan fakana min madhhabihim anna ar-rafidatu rafadhu al-islam. Anasema Abi Hatim na Abi Zur'a, adrakna ulama, tuliodiriki wanachuoni wengi waliopita, al-ulama fi jamii al-amsar, katika sehemu mbalimbali. Akaanza kuzitaja Hijazan, mfano Hijaz ambayo ni Maka sasa hivi, Hijazan wa Iraqan, Iraki, wa Shaman, Sham, wa Yaman na Yemen. Wote wanachuoni tuliodiriki sisi hapa. Fakana min madhhabihim, ilikuwa katika msimamo wao, anna ar-rafidhata rafadhu al-islam, hakika hao mashia wameukataa uislamu. قال أبي القاهر ابن الطاهر ابن محمد البغدادي في كتاب شاك الفرق بين الفرق أنا سيب. وأما أهل الأهواء الجارودية الحاشمية والجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة إنا نكفرهم ولا تجوز صلاة عليهم عندنا wala salatu khalfahum. Anasema wanachuoni huyo pia anasema Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi katika kitabu chake al-Firaq bain al-Firaq anasema wa amma ahlul ahwa, ima ahlul ahwa hawa, akaanza kutaja al-jarudiyatu al-hashimiyya wal-jahmiyatu jahmiyya hawa wal-imamiyya na maimam 12 hawa, alladhina kafaru khiyara sahaba, waliokufurisha maswahaba watukufu hao. Inna nukaffiruhum, haka sisi tunawakufurisha. Wala tajuzu salata alaihim, haijuzu swala, haifai swala alaihim kwao, indana wala salatu khalfahum, sisi haifai tukaswali kwao wala wao pia kuja kuswali kwetu. وقال كسم وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم عن الله البدع. وكفرشان جوا صلاة سوى صلاة لا سنة صلاة لا واجب. أنا سمع رسوله. ثم قال إيش كسم ما رأينا وما سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض. أكسم سجاي كونا hatujawahi kuona wala hatujawahi kusikia aina yoyote ya kufuru illa wajadna shu'batan min, tumekuta kila aina ya kufuru utakuta shuba nafasi katika dhehebu hili au katika sehemu hii au katika hawa marawafid fi madhhab ar-rawafid. وقال انتهى كلامه maneno yake mishi. قال قاضي عياض في الشفاء, قاضي عياض anasema kama tulivyosema pia sina haja ya kurudia naktub. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية, kisha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah pia anasema kuhusu kundi hili, anasema man zama anna alqur'ana naqasa minhu ayat wa kutimat au zama anna lahu ta'wilatun batina tusqitu al-a'mal al-mashru'a fala khilafa fi kufrihi. wa man zama anna sahabata irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wasallam illa nafaran qalilan لا يبلغون 17 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره. وقال بل ومن يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. سكليزا علينا الشيخ سامي في نسيم من زعم أن القرآن نقص منه آيات, atakayedai Qur'ani naqasa, imepungua baadhi ya aya kama tulivyosoma katika darasa zilizopita au katika hotuba iliyopita, akadai hivyo, au kutimat, au baadhi ya aya zimefichwa, au zama anna lahu ta'wilatu batila, kama ambavyo tunaona pia na tulizisema katika zilizopita, au Qur'ani ina tafsiri nyingine ndani ikitwaje jibti hapa, au tawhid hapa, si tawhid tunayojua hapa Ibn Abubakari au ni Umar, kitu kama hivi. Ikija hivi
kama Qur'ani ina tawilatun batina tusqitu al-a'mal al-mashru'a, manake huwezi kuifanyia kazi. Sasa inawezekana inataja pepo kumbe ni moto, inawezekana ikatoa huti au unasema toa huti kumbe ni Umar. Sasa ikiwa hivyo Qur'ani mtaifanyia vipi kazi? Swala kama ni zaka, kama ambazo tutakuja kuona katika kundi linaitwa nusairia. Swala hizi tano kwao ni nini? Swala tano ni siri. Hizo nguzo tano, kila nguzo ambayo tunaona hili kundi ambalo kundi liko shaka. Lakini tumalizia tusqitul a'mal mashru'a fala khilafa fi kufri, hakuna khilafu kuhusu kafiri wao. Waman zama anna sahabata irtaddu ba'da ar-rasul, pia atakayedai hakika maswahaba walirtadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wengi walirtadi, illa nafaran qalilan, isipokuwa wachache sana ambao waliobaki, la yablughuna bi 17 nafsan, hawafiki 19 13 hawafiki, au ni watatu au ni watano. Wa annahum fasaqu ammatahum, na pia maswahaba wengi walikuwa ni fasik, akadai hivi. Fahadha la raiba aidan fi kufri, pia hii hakuna shaka kuhusu ukafiri wake au ukafiri wa huyu. Waqala bal wa man yashuk fi kufri mithla hadha, atakayekuwa na shaka kuhusu ukafiri wa mtu huyu, fa inna kufruhu muta'ayyin, fa inna madhmuna hadhihi almaqala, hakika kinachobebwa na maneno haya, inna naqlata alkitabi wa sunna, hakika walionukuu kitabu na sunna ambao ni maswahaba, manake madhumuni yake kufarun au fusaqun, inawezekana ni makafiri au ni mafasik. Kisha akasema waqala rahimahullah, akaendelea kusema Sheikh Islam, wa madhumuha, hakika madhumuni ya maneno haya, inna hadhihi al-ummatu sharrul umam, umma huo umma wa Muhammad ni katika umma ambazo katika zilizopita zilikuwa na shari, lakini umma huu ndio katika umma ambao ulikuwa na shari nyingi. Wa anna sabiqi hadhihi al-umma, na wale waliotangulia katika umma huu ambao ni maswahaba, hum shiraruha, wote walikuwa ni watu wa shari, watu waovu. Hii maana yake ndio madhumuni ya maneno haya kuwafushia maswahaba. Wa kufru hadha mimma yulam bi-istirari min dinillah, ukafiri wa jambo hili ni jambo ambalo linajulikana, ni jambo katika dini ya Allah kwa dharura kubwa. Maneno ya Sheikh Sami. Qala tilmidhu Shamsuddin, mwanafunzi wake pia Shamsuddin anasema katika kitabu chake Madarij Salikin, anasema wa amma aliyatul jahmiyya qawlat ar-rafida laysa litwa'ifatayn fil islam nasib. Ima haya makundi mawili ambayo waliochupa mipaka hali al-jahmiyya na rafida, qawlat ar-rafida laysa litwa'ifatayn fil islam nasib, haka haya makundi mawili katika Uislamu hawana nafasi. Walidhalika akasema vile vile akhrajahum Sheikh al-Islam Thani Ibn Qayyim anasema walidhalika akhrajahum jama'atun min as-salaf, hakika waliotoa kundi la Jahmiyya na kundi la Shia katika wanachuoni salaf wamelitoa min 72 firqa, katika na makundi 72 ili halipo kundi hili. Wa qawluhum, na maneno yao, mubayinuna lilmilla, yako mbali kabisa ni dini haina dini Islam, yako mbali na dini sio dini ya Kiislamu. Maneno ya hili kundi, na hasa japokuwa wamegawanyika, kwa maneno yao yako mbali na dini ya Kiislamu. Sasa ikiwa hali hiyo, wanachuoni wengi waliokuja wakizungumzia haya makundi, ninukuu kauli moja ni Shia. Tukizungumzia kundi hili la Shia ambalo tunaendelea nalo, ili watu, kwa sababu limeenea sehemu mbalimbali, kila sehemu na misikiti na nini, watu wanaenda wanaona ni ndugu zao. Inawezekana wakawakataa ndugu zao Waislamu wenzao, lakini wakaliunga ili kundi kwa sababu tu kwamba hawa Waislamu ambao wenzao, kwa sababu tu hawakubaliani na kusoma ulidi au hawakubaliani na talakini na hikma, wakawakataa na wakawapiga vita, wakajiunga na kundi hili la Kishia. Sasa Sheikh al-Islam aliulizwa pia kuhusu kundi hili, kwa sababu kundi nusairia, sikilizeni,
Sasa ma taqulu sa'adatu ulama a'imatu ad-din ajma'in wa a'anahum ala idhhar al-haqq al-mubin wa ikhmad al-shakhb al-mubtilin fi an-nusayriyya al-qa'ilin. Wasemaje wanachuoni wakubwa kusikunda ambalo linaitwa nusairia ikundi kishia pia vile mshara umegawanyika makundi mengi vile kuna ithnaisharia kuna nusairia kuna ambao huthia pia vile wasemaje kuhusu kundi hili nusairia alqailina bi istihlal alkhamr kuna hili nusairia linasema pombe ni halali wa tanasuhu alarwah wa qidam alalam wa inkar albahth wan nushur linakataa kufuliwa hakuna kufuliwa waljannati wan nar pepo na moto pia wanakanusha hakuna ghairi alhayati dunya kisha wanasema bi anna salawati ibaratun khamsati asma swala hizi tano ni ibara ya majina matano swala tano tunaswali ni majina matano wa hiya Ali wa Hasan wa Hussein wa Muhsin wa Fatima kwa swala tano hizi ni majina matano ambaye ni Ali wa kwanza swala ya dhuhuri ni Ali Hasan swala ya alasiri Hussein swala ya magharibi mfano magharibi swala ya ishi Fatima swala ya alfajiri kwa swala tano hizi ni majina matano fadhakara hadi alasma alkhamsa ala ra'yihim wa hizihim ani al-ghusli al-janaba kwa hiyo mtu akitaka hata kuoga janaba anataja tu majina matano janaba imeshi wal-udhu wa bakiyatu shuruti salawati na baki ya sharti za swala wa wajibatiha wa bi anna siyam nafunga pia indahum ibaratu an ismi 30 rajulan ni watu 30 wasmu maana wanaume 30 na wanawake 30 yuaduna fi kutubihim vitabu vyao vinataja hivyo. Kwa hiyo kwenye funga ukifunga siku 30 na wanaume 30 ambapo utaona baadaye na wanawake 30. Ukija malengo sasa na ile ambayo iliyobeba. Mwasemaje wanaochuoni kuhusu hili kundi? Je, bado mtasema tuko pamoja na Uislamu wenzenu? Hapa hiyo ndio nukta muhimu. Inshallah alhadith baqiya tutakuja kuanzia hapa. أقول قولي هذا بالله توفيق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأقم الصلاة. الله أكبر الله